Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anazidi kusisitiza kwamba Ukraine ilipaswa kutafuta suluhu mapema kutokana na kwamba sasa mambo yameanza kuigeukia. Rais huyo wa Marekani alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari baada ya wawakilishi wake kukutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin, rais huyo amesema kwamba uongozi wa Ukraine ulipaswa kukubaliana kusuluhisha mzozo huo mapema, kwani hali ya sasa hivi inawageukia kwa kiasi kikubwa. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House, "Nilisema hawatakuwa na nafasi tena. Hiki ndicho ambacho kinatokea. Wanapaswa kufanya makubaliano mapema. Lazima wasitishe vita hivi. Lazima waone umuhimu wa kusitisha vita hivi. Hali itawabadilikia na Urusi itaweza kufanya mambo mazito zaidi," anasema rais huyo wa Marekani. Amemaanisha katika mkutano wake wa Februari na Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House, ambapo alimueleza ukweli kwamba anapaswa kuona kwamba hali hii itakuja kubadilika na kutengeneza mazingira magumu kwa Ukraine. Huo ulikuwa wakati wa kusuluhisha vita wakati ule. Nilidhani huo ungekuwa ni wakati mzuri zaidi wa kutulia. Wana mambo mengi dhidi yao hivi sasa, aliongeza. Hata hivyo alieleza zaidi kwamba nchi ya Ukraine imekuwa ni taifa la kuendeshwa na watu wa magharibi, ambapo mataifa hayo ya magharibi mara kadhaa yamekuwa yakishinikiza Ukraine kuendelea na vita wakiamini wataweza kuishinda Urusi, huku rais wa Marekani Bwana Trump akisema kamwe hataweza kuishinda Urusi hata kama wataungana. Katika mkutano huo wa Februari, rais wa Marekani alimuonya Zelensky kwamba Washington ingeondoa uungaji mkono wake ikiwa Kiev itashindwa kutafuta suluhu. Mkuu wa ikulu ya White House alisisitiza wakati huo kwamba Ukraine haikuwa na nguvu katika mzozo huo na kwamba imekuwa taifa la kutegemea namna ya kuweza kupambana kupitia uungwaji mkono wa watu wa magharibi. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa suala muhimu la mzozo katika mazungumzo ya suluhu ya mzozo huo wa Ukraine ya 20% ya ardhi iliyobaki ya eneo la Donbas chini ya udhibiti wa Kiev. Wanachopigania kihalisi sasa ni umbali wa kilomita 30 hadi 50 na 20% ya eneo la Donetsk ambalo limesalia chini ya udhibiti wa Ukraine. Tulichojaribu kufanya na nadhani tumepata maendeleo fulani ni kujua ni nini wa Ukraine wanaweza kuishi nacho ambacho kinawapa dhamana ya usalama kwa siku zijazo, Rubio alisema mnamo Jumanne katika mahojiano na shirika la habari la Fox News. Mnamo Disemba 2, kiongozi wa Urusi Vladimir Putin alimpokea mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff na mfanyabiashara Jared Kushner, mkwe wa rais Donald Trump, huko Kremlin. Mada muhimu ilikuwa katika Ukraine. Maongezi hayo yalichukua muda wa saa 5 hivi, na kulingana na msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov, mawazo muhimu ya mapendekezo kutoka kwa nyaraka 4 za mpango wa amani wa Ukraine yalijadiliwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinajiri ulimwenguni.